Kutokea Crown FM taarifa zote ninazo. Nisikilize kwa makini kama tuko darasani. Unajua kwamba kwenye media tour ya Rich Mavoko ambayo kwa sasa anaifanya kwenda katika media tofauti kwa lengo la kutambulisha kazi zake, lakini kuzungumza mengi yanayoendelea kuhusiana na uhusiano kati ya yeye na Wasafi na hata yaliyotokea miaka ya nyuma kipindi yuko Wasafi. Ni mengi sana ambayo kafunguka na yamemtoka kweli kaka yetu Rich Mavoko. Sasa nikwambie kwamba kwenye hii taarifa ni exclusive kabisa, miongoni mwa taarifa ambao ninakupa kama msanuaji. Iko hivi, Rich Mavoko bwana alipewa mwaliko wa hii media tour kuonyesha kwamba Wasafi hawana shida na Rich Mavoko, kiasi kwamba mpaka wakina Divo the Boss wakaona kabisa kwamba mwamba kweli kabisa ushamba alionao wa kumvimbia Diamond ndo nao umfanya aendelee kubakia nyuma. Unaambiwa bwana mwamba ameamua kuikataa Wasafi na kwenda kufanya interview pale Wasafi FM na Wasafi TV, na mpaka hapo moja kwa moja huko akiwa anajitamba kwamba Diamond anamuogopa. Kwa hiyo ni kitu ambacho yeye mwenyewe pia hawezi akaona kuna uhalali wa kuwa karibu na mtu ambaye tayari ameshaonyesha nia kwamba anamuogopa kimaendeleo. Ukiangalia kwa sasa mziki wa Diamond, brand ya Diamond, maisha ya Diamond, jamani ni kweli kabisa kamuogope Rich Mavoko, kiasi kwamba bwana mpaka mtangazaji Divo the Boss akaamua kutumia ukurasa wake wa Instagram na akaandika ujumbe ambao aliweza kunukuu kwamba amesikiliza interview mbalimbali za Rich Mavoko huku akiwa na jinadi kwamba Diamond anamuogopa. Sasa ukiangalia jamani, kwa mziki gani ambao mpaka leo hii Diamond akawe na ule uoga wa kusema kwamba Rich Mavoko anaweza akampita kimziki ama kimaisha? Na ndio maana moja kwa moja baada ya Wasafi kuona kwamba kuna nafasi na kuna uhalali pia kufanya interview na Rich Mavoko, unaambiwa tayari akawekwa kwenye schedule na akaombwa kwenye hiyo media tour. Wasafi hawana shida na hawana baya, na ukiangalia kweli kabisa kwa sasa Rich Mavoko hana madhara mbele ya Diamond. Kwa hiyo ilikuwa ni kama kumsapoti aendelee kukuza mziki wake, lakini pia aende akafanya interview pale Wasafi TV na Wasafi FM. Lakini cha ajabu, baada ya mtangazaji ambaye alionekana kumuomba na kumpigia simu Rich Mavoko, mwamba kaleta kibezi, mwamba kaleta dharau, huku akiwa anajiamini kwamba kwenye hizi media tour zingine ambazo atazifanya lakini sio Wasafi. Kwa hiyo moja kwa moja kwa sasa Rich Mavoko ameonyesha dharau mbele ya chombo cha redio cha Wasafi FM kwa kukataa kwenda kufanya interview. Sijajua kwamba sababu kubwa ama chanzo ambacho kinafanya Rich Mavoko asiende Wasafi ni kitu gani, hata kama walikuwa na mikwaruzo miaka ya nyuma, lakini sitaki kuamini kwamba kwa level ambayo kwa sasa Rich Mavoko anahitaji support kutoka mashabiki, anahitaji pia support ya redio na media tofauti. Hivyo kulikuwa na uhalali pia wa Rich Mavoko kushuka na kwenda kufanya interview Wasafi na media zote zingine. Yani ilikuwa ni muhimu sana kuendeleza hii media tour kwa lengo la kutambulisha mziki wake, lakini sio kuwa against na kuweka bifu kati ya yeye na Diamond Platnumz. Ukiangalia kwa sasa, yani Diamond hawezi akaingia kwenye bifu ama competition na msanii kama Rich Mavoko. Yani leo hii tunamzungumzia Diamond kuwa kwenye competition na msanii kama Alikiba, na the same pia bado yani kuna ile level ambayo pia unaona kwamba Alikiba bado haja deserve kuingia kwenye competition kati ya yeye na Diamond Platnumz. Kwa hiyo nafikiri kwa sasa Rich Mavoko kwa alichokifanya kitendo cha kuikataa Wasafi na kwenda kufanya kwenye hiyo media tour, na hisi ni kujikosesha mwenyewe pia kwenye platform, lakini pia na kutofanya mziki wake uweze kwenda viral. Kwa hiyo cha msingi sasa, nyinyi kama wadau, nyinyi kama wanangu sana wa Hatboy Media, nafikiri tukutane kwenye upande wa comment. Kama kawaida yangu, mimi hapa msanuaji wa all time.